Atape Kihonda Net Event. Atape Kihonda Net Event. Mungu atukuzwe jioni ya leo kwa wingi wa fadhili na rehema zake. Ametuchagua kuwa hai siku hii ili anene nasi na atubariki. Huyu ndiye Mungu aliyetuumba na ndiye aliyetukomboa. Kabla sijazungumza na kushiriki neno la Bwana, ninayo machache ya kushiriki nanyi. La kwanza ni kuwajulisha kwamba kesho kuna muda maalumu kabisa kwa ajili ya maombezi. Kesho ni kwa ajili ya wale ambao wamegundua ya kwamba sigara sio sehemu ya afya ya mwanadamu. Wale waliogundua ya kwamba pombe haifai, madawa ya kulevya hayafai. Wale waliogundua kwamba ngono zembe kama ndivyo jamii inavyofahamu maisha ya uasherati, maisha ya zinaa, wamegundua sio salama, sio tu kwa ajili ya mahusiano yao na Mungu, lakini yanaathiri maisha yao hata ya sasa na kila kitu. Wale ambao wamegundua ya kwamba wameshindwa kudhibiti chuki na hasira. Wale ambao wamegundua ya kwamba maisha yao yana hatia, wanajaribu hapa, wanaanguka. Kesho kutakuwa na huduma maalum kabisa kwa wale ambao wako kwenye mapambano ya kuacha mazoea mabaya. Wanajua ukweli, wanajaribu kushinda, lakini wako kwenye mapambano. Wale ambao wanajaribu kuacha uchawi, lakini wanashangaa tena wanaendelea katika uchawi. Wanajaribu kuacha wizi, wanajikuta kwenye wizi. Kesho Mungu atatubariki. Hata kule kile kituo kilichoko kule kanisa la Adventista Sabato kule Mwanza pale Kirumba, nafahamu rafiki zangu wako pale na kituo kiko pale. Eneo lile nalifahamu vizuri sana. Wale wakina dada walioko pale naelewa. Sio wote wanaotamani hivyo, lakini wanatamani kushinda. Kesho iko saa ya pekee kwa ajili ya hayo, na Mungu amejalia watu waliofanya hivyo akawashindia, na Mungu atakutendea na wewe. Mazoea yoyote ambao hutaki lakini unashangaa yanatokea, unapambana nayo, unapambana katika habari ya mazoea yoyote yaliyo mabaya na unayachukia, lakini hujafanikiwa kuyashinda. Kesho kabla ya kusikiliza neno, tutakuwa na nafasi hiyo maalum kabisa kwa ajili ya watu hao. Lakini kuanzia kesho, juma hilo lililobaki hilo, Mungu atakuwa na ujumbe wa pekee sana katika maisha yetu sisi na wakazi wa sayari ya dunia. Ni ujumbe wa pekee mno, na Mungu akujalie kuwa na afya njema na kujali kusikiliza wiki hiyo yote ambayo Mungu wetu atatujalia. Lakini kesho ni siku ya ubatizo, na Mungu wetu akujalie kwa ujasiri katika maamuzi ya pekee unayoyafanya. Na kama tulivyosikia ambao wenzetu kanisa zima baada ya kuelewa ukweli mioni mwao wana shauku ya kumfuata Yesu na wanamshangilia kwa kufahamu ukweli. Mungu awabariki sana mnapokwenda kubatizwa kanisa zima. Huyu mliyemchagua ni Mwokozi na ndiye pekee anayewashindia na atakayewashindia watu wote. Na amani ya Bwana iwe pamoja nanyi nyote mnaokwenda kubatizwa kesho. Lakini ninakumbuka juu ya kituo cha Sojema kule hosteli, wanafunzi zaidi na wafanyakazi wakiwa wanakutana na kusikiliza, wanabarikiwa wanafunzi hao na watumishi pale Sojema. Mungu awabariki sana. Lakini pia wanatukasa, hawa ni vijana wa Kiadventista wa chuo kikuu cha Kampala, katika kanisa lile la Gongo la Mboto, kanisa la Adventista Sabato. Hawa vijana wameweka kituo kile cha Gomzi Nature. Yuko mpendwa ambaye ametoa eneo, hata kama jina lako alikunifikia, lakini taarifa zako zimenifikia, na Mungu akubariki sana. Hiyo kituo kiko kwenye kijiwe cha bodaboda, wako watu wanaokaanga pale chipsi na wafanyabiashara
zaidi ya watu 150 mpaka 200 wanasikiliza. Mungu awabariki sana. Kwa taarifa nimeipata kutoka kwa mchungaji Mguruta, mtaa wa Mzambaruni, kanisa la Shamaliwa kule Mwanza, kituo cha Maramara, mama maarufu kwa jina la Mama G Meza. Huyu si Mwadventista, lakini katika hoteli yake, mgawa wake, ameweka skrini na ameweka kingamuzi, na yeye na wafanyakazi na wote wanaopata huduma ya chakula wanapata nafasi na wanasikiliza. Mama G Meza, Mungu akubariki, na timu nzima katika ule mgawa pale Mwanza. Hii ni taarifa ya mwinjilisti Method Lucas. Kule Turwa, taarifa zenu tunazipata kule Tarime, Kinesi, kule wilaya Rorya kule. Bwana wabariki sana. Ngongongare kule Arusha, kule kwa UoA, University of Arusha, kule kituo cha Magana. Bwana wabariki sana kule Iringa, kituo cha Magana, kule Magulirwa, kule Guta na kisiwa cha Gosba. Unasafiri kwa masaa 8 ukiwa ndani ya maji ya Ziwa Victoria. Kule Gosba, Bwana wabariki sana. Shirati, taarifa tunazopata Ikizu kule, Karatu kule Dongobeshi, Saitake, lugha za Wairaki hizo. Kule Kiribo na Kiwanja. Amani ya Bwana iwe pamoja nanyi. Karibuni jioni ya pekee katika kusikiliza neno la Bwana ambalo ni la pekee jioni hii ya leo, na ni sehemu ya pili ya somo tulioanza jana, nyayo katika makabidhiano. Fumba macho tuweze kuomba. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa jioni ya leo na mwaliko wako kwa mara nyingine unapotusikizisha sauti yako. Umeendelea kutubariki katika vipindi ambavyo vimetangulia, vipindi vya mtindo wa maisha bora na lishe, na ukimtumia binti yako Daktari Esperance, na umenena bado na kwa ajili ya mahusiano yetu na mtumishi wako Peter John. Sasa tena endelea kutubariki kwa uwepo wako, na tupatie amani ya kweli na kuona nyayo zikifanya makabidhiano. Tufaidie katika makabidhiano haya katika jina la Yesu Kristo, amina. Jioni hii ya leo ninachukua nafasi hii kuwakaribisheni popote mliko, kwa sababu ya somo la pekee ambalo liko katika nyayo katika makabidhiano. Karibuni ukiwa na Biblia yako na kalamu yako na karatasi, ama una rekodi vyako na vifaa vinavyorekodi kule kokote unapotusikiliza, na safiri pamoja nami katika kile ambacho Bwana ameandaa kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Nyayo katika makabidhiano, sehemu ya pili. Katika kitabu kile cha Walawi sura ya 16, na tutasoma pamoja katika ule mstari wa 21 na 22. Fungua Mambo ya Walawi sura ya 16 mstari wa 21 na mstari wa 22, na hapa na nukuu: na Haruni ataweka mikono yake miwili juu ya kichwa cha yule mbuzi aliye hai, na kuungama juu yake uovu wote wa wana wa Israeli na makosa yao, naam, dhambi zao zote, naye ataziweka juu ya kichwa chake yule mbuzi. Kisha atampeleka aende jangwani kwa mkono wa mtu aliye tayari, na yule mbuzi atachukua juu yake uovu wao wote mpaka nchi isiyo watu, naye atamwacha mbuzi jangwani. Kuna mbuzi wawili waliochukuliwa na kuhani mkuu kutoka katika mkusanyiko wa Wanaisraeli siku ya upatanisho, na alipiga kura mbele ya mkutano wote wakiona. Urimu na Thumimu ikatoa majibu. Mbuzi mmoja akaitwa wa Bwana, mbuzi mwingine akaitwa wa Azazeli. Hiyo ndio tuliangalia katika ile sura ya 16 mstari wa 8. Kwa hakika yako maneno manne Biblia nzima inayotaja kwa jina la Azazeli, ikianzia na fungu lile la 8.
Yule aliyeangukiwa kura kwa ajili ya Bwana, yule mbuzi ambaye kura ilimtaja awe mbuzi kwa ajili ya Bwana. Na wale mbuzi wa makuhani walijitahidi, kwa sababu huduma zao ni kama zinakaribiana, lakini tofauti kabisa, kama ilivyo mashariki na ilivyo magharibi, kama ilivyo kaskazini na ilivyo kusini. Lakini walijitahidi kuleta mbuzi wanaokaribiana, kufanana pembe, kwato na mwonekano wa ngozi zao, ila kura ndiyo iliyotofautisha. Mmoja akapewa jina la mbuzi wa Azazeli, aliyevaa husika wa huyu anayechukua dhambi kwa taifa zima, na yule mwingine akapewa jibu la kuwa jina la mbuzi wa Azazeli. Sasa hawa mbuzi wawili, yule aliyepewa jina la mbuzi wa Bwana aliwekwa kamba nyekundu kwenye shingo, na yule aliyepewa jina la mbuzi wa Azazeli aliwekwa kamba nyekundu kwenye pembe. Hii hautayapata kwenye Biblia, unayapata kwenye vitabu vinavyoelezea historia katika utumishi wa makuhani na huduma za utakaso, katika vitabu vya marabi vya Waebrania ambao wameendelea kuvichukulia huduma hizo zilikuwa zinafanyika. Na hivyo yule aliyechukua nafasi ya mbuzi wa Bwana alichinjwa, na tulitumia muda wa kutosha sana kuona damu yake ilivyofanya upatanisho. Leo tunataka tuangazie, Biblia inaenda kuangazia huyu anaitwa mbuzi wa Azazeli. Aliachwa hai, lakini kwenye lango la kuingia katika ile hema ya kutania. Kwa hiyo baada ya ile kazi yote, kuhani sasa ana ile dhambi ya taifa zima, na sasa anatoka chumba cha kwanza, anatoka chumba cha pili, anatoka ndani ya chumba cha pili, anaanzia cha pili, anaingia cha kwanza, anaingia eneo la kutania, anaenda mpaka nje. Pale kuna umati, maelfu ya wana wa Israeli wote walioweza kusafiri kwa ajili ya sikukuu hiyo, na kuhani akiwa amepiga magoti. Wakati huo wana wa Israeli wako upande huo kama mnavyokaa mkiangalia, akiangalia kule kwa mkutano, na wote wakimuona, akaweka mikono yake juu ya yule mbuzi aliye hai, akaungama dhambi ya taifa zima. Ile ungamo lilichukua muda kadhaa, kwa sababu anataja dhambi za makundi yote. Niliangalia jana, anaungama dhambi, anaungama uovu, anaungama makosa, na ina maana alipita kwenye eneo zote ya dhambi: uasi, dhambi, kupinda dhambi, kupotosha dhambi, na yote hayo akapitia. Na alipopitia hayo yote ambayo yana jumla ya mambo mawili, dhambi za kujua na dhambi za kutokujua, na ndivyo inavyoandikwa kwenye ile kitabu kile cha Waebrania sura ya 9 mstari wa 6 na wa 7, kwamba ile siku ya upatanisho inashughulika sio na dhambi tu za kujua, lakini hata dhambi za kutokujua, yani hata zile ambazo wewe na mimi na Mwisraeli yoyote hakujua. Yani hiyo siku ya upatanisho inashughulika na dhambi hizo, na kwa sababu baada ya kufanya hivyo, dhambi inatoka kwake, inaingia kwa yule mnyama aliye hai, mbuzi wa Azazeli. Kuna mtu alikuwa ameshaandaliwa tayari, yani wakati yule mbuzi amechinjwa kwa ajili ya Bwana, huduma inafanyika tayari, maandalizi kwa ajili ya mbuzi wa Azazeli yamekwisha kufanywa. Mtu alikuwa standby, yuko tu anasubiri, ambaye kazi itakapomalizika atakabidhiwa yule mbuzi aliyefungwa kamba nyekundu kwenye pembe zake, kisha atapelekwa jangwani, Midbar. Neno la Kiebrania Midbar maana yake ni eneo ambalo halina makazi ya watu, maeneo ambayo ni hatari tupu. Kwa hiyo yule mtu alihakikisha anampeleka mbali kabisa, ili asije akarudi katika Israeli, akarudi kwenye maeneo ya watu wanaokaa, akarudi tena. Moja hiyo, lazima umbali uwe mkubwa kiasi kwamba hawezi kurudi. La pili, hakikisha ya kwamba yule mnyama anakopelekwa hataweza kuwa hai, ndio maana hawezi rudi, maana yake atakufa kule. Lakini kwa nini hawakumuua wao? Maana yake hapa kuna kitu kitachukua hatua. Ndio maana kuambia kwamba mikutano hii iliyobaki siku chache, utaona kwa nini hakuna mwanadamu aliyeruhusiwa kumuua hapa. Naomba tuendelee kusikiliza ni nini kilikuwa kifanyike huku siku zinazokwenda. Sasa kwenye hili juma tunaenda kuona mambo ya ajabu ambayo Mungu alitaka Israeli waweze kufahamu. Na hivyo basi akimpeleka huko, anamwacha umbali mbili, mara pasipo na watu. Hakikisha mambo mawili, hawezi rudi. Jambo la pili, lazima atakufa kule, ingawa hata uwawa na huyu aliyempeleka,
ila atamwacha kule akiwa hai. Kuna kitu kitachukua hatua yake mbuzi yule akiwa kule. Sasa jioni hii ya leo, hivyo ndivyo Mungu alivyosema kuhani atafanya. Jambo la kwanza, Azazeli ni nini? Azazeli ni maneno mawili ya Kiebrania, az ambayo maana yake ni mbuzi, na azeli, azeli ambayo inamaanisha ya kurejea, ya kutoka, ya kuondoka, ya kurudi. Lakini ukiyaweka kwa pamoja hayo maneno mawili hayo yanakuletea mwangi wa tawanyika, ama ya maana ya kuzima. Kwa maana ya tawanyika, lakini ina maana ya kuzima. Ndio maana huyu mbuzi anatawanyika, sio tu anatawanywa, lakini atazimishwa. Maana yake atakufa. Azazeli inapokuja, maana yake hakikisha hii dhambi inaondoka, inatawanywa kabisa. Lakini wakati anakwenda Azazeli, atazimika, atakufa huko anakoenda kule, ila mpeleke tu, kuna kitu kitakachochukua hatua yake. Sasa kwa lugha nyingine, maana yake ni kwamba dhambi itajitenga na makazi ya wana wa Israeli, taifa zima. Lakini jambo la pili, lazima dhambi iweze kupotea kabisa. Azazeli, dhambi itayeyuka. 1, 2, haitarejea tena. Usisahau ya kwamba ilikuwa ni vielelezo vya kufundishia, ili Mwisraeli ajue mpango wa Mungu dhidi ya dhambi. Itatoweka, itayeyuka, itatawanywa, itateketezwa na haitarejea tena. Atawatenga watu wake na dhambi milele. Hiyo ndio Azazeli. Na sasa angalia kitabu cha Ufunuo sura ile ya 12 mstari wa 7 hadi wa 12. Angalia vizuri hapa, kwa nini yeye ndiye awe kituo cha mwisho cha kupokea dhambi kutoka kwa kuhani. Kwa nini ndiye awe kituo cha mwisho? Kwa nini? Kwa nini huyu mbuzi ndiye kituo cha mwisho? Ndio mlengwa, ndio target, ndio shabaha. Shabaha ya dhambi ni Azazeli. Kwa nini awe yeye? Fungua pamoja nami kitabu cha Ufunuo sura ya 12 ule mstari ule wa 7 hadi mstari ule wa 12. Na hapa ninasoma, kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake, nao hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Hapa nahitaji ujue jambo moja la pekee. Yohana akiwa Patmo alionyeshwa jambo hili. Vita ni kati ya Mikaeli na joka anayeitwa Ibilisi. Narudia, vita ni kati ya Mikaeli na Ibilisi ama Shetani. Shetani ndio imetumika kwa Kiebrania, na ukiliona kwa Agano Jipya akitumika Shetani, anarejelea kule Satani. Hilo neno ambalo pia wao wanaitumia sana Ibilisi, ambao Ibilisi tutakuja kuliangalia tu muda mrefu hapa. Anasema vita ni kati ya hao. Upande huu kuna malaika, upande huu kuna malaika. Ina maana kuna washabiki huku na huku kuna washabiki. Lakini hiyo vita inaanzia wapi? Inaanzia juu mbinguni. Yaani hii vita ambayo wewe na mimi tunaiangalia hivi, tunaisikiliza hivi, haijaanzia kwenye sayari ya dunia, imeanzia juu mbinguni. Na ni kati ya nani basi? Mikaeli. Mikaeli ni maneno mawili ya Kiebrania. Moja ni Mika, la pili ni Eli. Eli ni Mungu na Mika ni nani kama Mungu. Ndio maana ukisikia kwa hiyo Mikaeli, maana yake huyu ni Mungu mwenyewe. Ndiye anayepambana vita hii. Tuje kumwangalia vizuri, anaitwa Mikaeli. Nani kama Mungu. Lakini huyu ambaye anaitwa Ibilisi, Ibilisi hilo neno pia ni la Kiyunani. Na neno Ibilisi inaitwa diabolos. Diabolos ni maneno mawili, dia pamoja na bolos. Yaani maneno dia maana yake katikati, ya through, yani kitu kinapenya katikati. Lakini nisema mtu akisikia diabolic, ina maana kinachogawanya, ina maana kuna kitu kimeingia katikati. Kama ni mke na mume, kitu kimeingia katikati, anasema hiyo imekuwa diabolic, hiyo imekuwa inaowagawanya. Kwa nini imewagawanya hiyo? Huyu anaitwa Ibilisi, maana yake ni diabolos. Diabolos maana yake shtaki kwa uongo. Yani shtaki kwa uongo. Na shtaki kitu gani? Shambulia tabia, yani shambulia sifa ya aliye hai. Yani ukisema mtu umekutana naye alafu unaitwa Ibilisi, maana yake unashambulia
tabia yake. Unaishambuliaje? Kwa kuichafua kwa watu. Fulani ni mbaya, fulani yuko hivi, fulani unajua hata anakusema vibaya, fulani. Hiyo ukisema hivyo, kama tungetumia jina la Kiunani tutasema wewe ni diabolosi. Maana yake ni ibilisi. Maana yake ni unashambulia tabia, reputation ya mtu, unaharibu jina lake, unalichafua jina. Kwa hivyo ibilisi maana yake ni mchafua jina, mchafua tabia, ni anayeshtaki na anayeharibu jina. Na kama nakumbuka tulikoanza, alilichafua kwenye bustani ya Edeni, na alilichafua kwa malaika alioshuka nao. Na kualika tu ndani ya wiki inayofuata tutaenda kuona sasa shujaa mwenyewe akiwa anajivitanza mwenyewe, ili wewe na mimi ujue ya kwamba ushindi ni wa hakika na lazima tutashinda kwa jina lake. Kwa hiyo usiache kuhudhuria. Ndio maana hapa katika mikutano hii Mungu ana ujumbe wa kutueleza, maana yeye ndio bosi, yeye ndio mkuu, na Biblia inaeleza ya kwamba huyo alishindwa joka, ibilisi alishindwa mashambulizi yake. Lakini ile neno vita inayotajwa pale, ile neno vita sio kwa mshale, sio kwa ukuki wala upanga. Watu wanaweza kusema hivi shetani ambaye ni kiumbe atapambanaje na muumbaji? Je, akabane shati na yeye amshike kwenye mkono? Hapana. Sikiza tu vizuri, maana hiyo vita aliyopigana, hiyo ndio vita wewe na mimi tunaoitwa kuipigana. Lakini vita hii tunaambiwa sio ya damu na nyama. Sasa ikoje hii? Endelea kusikiliza tu. Lakini vita inatueleza mambo yafuatayo. Katika Ufunuo 12 mstari wa 11 anasema, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Biblia inaeleza hivi, wale waliobaki waaminifu kule juu mbinguni, wale na wale ambao Yesu alipaa nao wakaenda siku ile anapaa, siku ya 40, anasema walishinda kwa mambo mawili. Moja, walishinda kwa damu ya mwana kondoo. Ukisikia damu ya mwana kondoo, maana yake hiyo vita sio ya kimwili. Na Yesu alimwambia Petro, rudisha upanga, maana vita yangu sipigani kwa silaha hizo. Hii ni vita ya kiroho, na kama ni vita ya kiroho, wanaoshinda wanashinda kwa damu. Maana yake ni habari za kafara ya Yesu, habari ya tabia ya Mungu, habari ya upendo wa Bwana, ndio uliowasaidia wao kushinda. Yaani maana yake wanaoshinda ni wale wanaojua Mungu ni pendo, na kama Mungu ni pendo alidhihirisha pale Kalvari kwa kifo chake, ili tunaomjua, ili tunaompenda tuzishike amri zake. Kwa hivyo walishinda kwa tabia ya Mungu ya upendo, damu ya mwana kondoo kwa kafara yake msalabani. Jambo la pili, wakashinda kwa neno la ushuhuda wao, neno la ushuhuda wao. Sasa nisikize vizuri, wakati fulani nieleza jambo hili. Tunaposikia hilo neno vita, kulikuwa na vita, kama tungelieleza leo, yako maneno mawili ya Kiunani yanayotaja hilo neno vita, ambalo kwa hakika ili uweze kujua, tukisema kwa Kiswahili vita, halafu tukasema pia kwa hata angalau nikasema Kiingereza kidogo wameiweka karibu, wakitaka kuleta ile wanasema, si Kiswahili tunasema mapambano. Lakini Kiingereza wanasema controversy. Controversy na maneno mawili ya Kiingereza, contra, jingine inaitwa verse. Verse haya na contra kwa asili ni maneno ya Kilatini. Verse ni asili neno la Kilatini ambayo ndio imechukuliwa, wanasema ni Indo-European based language. Ni lugha za makundi makubwa. Kama tungekuwa tunafuata hizi Kiingereza, Kijerumani, Kifaransa, zimetoka kwenye kundi moja inaitwa Indo-European languages. Kuna kundi moja kubwa, ndio maana unakuta kuna maneno yanataka kufanana. Sasa ukichukua hiyo controversy, contra maana yake kinyume. Namkumbuka Sam Nujoma wakati anahamasisha taifa la Mozambiki juu ya uhuru wao kutoka kwa Wareno. Watu wanasema ya kwamba vita isonge mbele, watu wanasema ndio kwa Kireno. Aruta continue, watu wanasema continue. Kisha akauliza kotrige maana yake kinyume na nani? Against what? Na hii inaposikia vita contra, anaposema contra maana yake ni kinyume. Lakini verse maana yake ni kauli, verse maana yake ni neno. Kwa Kiunani wanaita logos, lakini
lakini Walatini wanaita vetere kwa maana ya vesi, aya. Ndio maana Waingereza wanaposema tusome Biblia halafu wenyewe wasemi, hawatumii neno aya. Aya ni Kiswahili, hawatumii neno fungu, wengine wanatumia mlango. Mwisho nikasema mnabadilisha, naye atakuja. Lakini hebu sikiliza hapa, maana yake tu ni kwamba ni fungu la ngapi. Kwa hiyo Waingereza wanasema kama ni Ufunuo 12:11 wanasema Revelation 12 verse 11. Ile neno verse maana yake ni language, speech, ni kauli, na ile verse ina maana ni neno logosi. Ile verse maana yake ni kauli aliyoisema. Kwa hiyo ukisikia controversy maana yake kinyume cha verse. Kwa lugha nyingine Biblia nzima ni verse moja. Naomba nisikilize. Yaani ukisoma Waebrania, ukisoma Hesabu, ukisoma Kutoka, ukisoma Mwanzo, ukisoma Mathayo, hiyo ukweli ni huu, ni verse. Ni verse. Ndio maana kwenye Kiingereza wanasema hivi, ulimwengu mzima wanaita neno universe. Universe maneno mawili. Uni maana yake ni moja, verse maana yake ni moja, kwa maana ya tani kwa Kilatini inapotani upande mmoja pekee, inapozunguka kwa upande mmoja wanasema ni verse. Kwa hiyo universe maana yake ni kuwa kitu kimoja, pamoja na kwa kuna mataifa mbalimbali, kuna rangi mbalimbali, kuna hiki na kile, lakini inaitwa universe. Na Biblia ni universe, ni kauli moja tu, neno. Neno ndo sikia hapo mwanzo kulikuwa neno. Kama tungeandika tungesema ni kulikuwepo na verse, kulikuwa na fungu. Kwa hiyo nasema Mathayo 1, halafu fungu la fulani. Kwa hiyo nasema ni verse, ni fungu. Yaani Biblia nzima ni kauli moja. Kwa hiyo kwa lugha nyingine ni neno la Mungu, wakashinda kwa neno, wakashinda kwa verse, wakashinda kwa vetere kama ni Kilatini. Na kwa sababu hiyo ndio maana ya verse, logos kwa Kiyunani, neno. Wakamshinda kwa neno, na Biblia nzima ni neno, na tutashinda kwa neno. Vitu viwili, Kalvari. Cha pili, neno, wakashinda vita. Kwa hiyo unaposikia pambano kuu, kulikuwa na vita juu. Kama tungeiweka kwenye lugha tungesema kulikuwa na pambano kwa Kiswahili, tungeisema kwa Kiingereza kulikuwa na controversy. Ingawa kwa Kiswahili na Kiingereza wanachotafsiri wanatumia neno vita, battle, tumia neno war. Utaona watumia neno war, lakini hiyo inamaanisha ya kwamba ni against the verse, kinyume cha neno. Kwa hiyo vita haikuwa ya upanga, haikuwa ya nyembe na visu na bastora, ilikuwa ni vita ya neno. Na kwa neno lile, neno linalotumika pale poileo, inamaanisha ya fundisho, inamaanisha ya doctrine, fundisho. Kwa hiyo vita kule juu mbinguni kati ya shetani na Mikaeli ilikuwa ni ukinzani wa shetani kuhusu neno la Mungu, kuhusu fundisho la Bwana. Walionielewa hebu punga mkono pale ulipo. Hii ndio inayozungumzwa hapa. Tuko sehemu ya pili ya makabidhiano. Kwa hivyo vita sio kuhusu kumwaga damu, ni vita juu ya alichosema Mungu. Na ndio maana utaiona kwenye Mwanzo sura ya 4 hicho kitu kikimulika namna hiyo. Ati Bwana Mungu alisema hivi, kabla hajasema na Hawa hapo kwenye bustani ya Edeni, alishasema kwa malaika na akafanikiwa. Tutakuja kuangalia alifanikiwa kwa 1/3 ya jeshi la malaika juu mbinguni. Wewe endelea tu kuhudhuria utaona kichofanyika. Ila Biblia inasema alishindwa na akatupwa, na waliobaki washindi nao walishinda kwa verse, walishinda kwa Yesu Kristo ambaye ndiye universe. Kwa hiyo Ibilisi akaleta controversy, analeta kinyume cha verse, wakati Yesu ndiye verse, Yesu ndiye neno, Yesu ndiyo kauli, Yesu ndiyo logos. Hiyo ndio vita inayosemwa. Sasa angalia ili ujue kwamba ni kweli ile vita ilikuwa inahusisha alichosema Mungu, anachofundisha Mungu, alichoandika Mungu, ndio vita ilikuwa inahusu. Halafu kila kiumbe sasa kiangalie chenyewe cha kufanya. Katika kitabu cha Ezekieli sura ya 14 na ule mstari wa 14 hata mstari wa 15. Ezekieli sura ya 14 mstari ule wa 14 hata mstari ule wa 15. Na hapa nahitaji nisome uweze kusikia. Wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta afunikae. Nimelipigia hilo neno mstari afunikae kwa sababu ya muhimu sana. Nami nilikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu. Umetembea huko na huko kati ya mawe ya moto. Ulikuwa mkamilifu katika njia zako zote siku ile ulipoumbwa, hata uovu ulipoonekana ndani yako. Nimepigia maneno mawili mazuri sana. 1 afunikae, 2 uovu. Sasa hapa Ezekieli alionyeshwa nguvu ya huyu Diabolos.
mshitaki anayechafua tabia, akifanya kazi kupitia kwa mfalme wa Tiro, na akitaka tuonyeshe ya kwamba kila mwanadamu anayetenda mabaya sio yeye, yuko diabolosi nyuma. Na nyinyi mnakumbuka wakati Yesu anamwambia wanafunzi kwamba sasa tunashika njia kwenda Yerusalemu, huko mwana wa Adamu atakamatwa, atateswa na atauawa na siku ya tatu atafuka. Petro akasema haitatokea, huwezi kufa. Alafu Yesu akasema rudi nyuma shetani. Maana yake hicho ulichokisema, yuko diabolosi nyuma. Kila kilichochema unachokiishi ni kwa sababu yuko Mikaeli nyuma, na kila kibaya tukitenda ni kwa sababu yuko Ibilisi nyuma. Hii inanisaidia usichukie mwanadamu yeyote kwa lolote baya anayokufanyia, ni kwa vile yuko diabolosi nyuma. Siku akiwa na Mikaeli hatatenda hayo anayoyatenda yaliyo maovu. Hii ndiyo sababu ya kufahamu vita yetu hatupigane na wanadamu. Vita yetu sio juu ya wanadamu wenzetu, hapana. Maana Kristo ndiye anayepambana na huyu nyoka wa zamani. Sasa hebu angalia kwa nini anasema kerubi huyu alikuwa mkamilifu, aliumbwa awe anayefunika. Nini maana ya kerubi afunikae? Hilo neno ambalo kwa Kiebrania limeandikwa hapo, afunikae, sahak. Neno sahak ambayo inatajwa pale, kufunika, maana yake weka uzio, funika, linda, tetea. Yani una defend kitu, unakitetea kitu, unakiheji, unawekea uzio, unakiwekea mipaka. Alafu wekea ua wa ndani, wekea huo uzio ndani ya moyo wako, weka uzio huo, unganisha pamoja. Hilo neno linamaanisha unganisha pamoja, na weka uzio, na weka mipaka, na tunza ndani. Hilo neno hilo anasema ulikuwa kerubi mwenye kutunza, wa kuweka fensi, wenye kuhifadhi. Huo ilikuwa ndio kazi yako, kerubi afunikae. Sasa hebu angalia jambo hili katika kitabu kile cha Kutoka 25 mstari ule wa 20. Na hayo makerubi yatainua mabawa yao juu na kukifunika, neno lile lile sahak, na kufunika hicho kiti cha rehema kwa mabawa yao, na nyuso zao zitaelekeana hili na hili. Nyuso za hayo makerubi zitaelekea kiti cha rehema. Musa aliambiwa kwenye Kutoka 25 ule mstari wa 8 wa 9, wanifanyie patakatifu kama niweze kukaa kati yao. Na mstari wa 9 akasema fanya kama nilivyokuonyesha, na akamwambia kwamba kwenye sanduku la agano weka kerubi upande huu na kerubi upande huu. Hii inamaanisha hivi, ile huduma inayofanyika pale ilikuwa makerubi hawa wawili walikuwa karibu, na wale makerubi kazi yao ilikuwa ni kufunika. Ndio ile ya kutunza, yenye ile ya kuhifadhi, yenye ile ya kuweka uzio. Sasa hebu angalia, anaeleza hivi, kazi yake yule kerubi alikuwa ametiwa mafuta, amewekwa maalumu, amepewa nafasi hiyo afanye kazi ya kufunika, ya kutunza, ya kuhifadhi. Nini maana yake? Ezekieli akatuambia hivi, ulikuwa mkamilifu tangu siku ulipoumbwa mpaka siku ambayo uovu ulionekana ndani yako. Jana niliwapitisha yale maneno matatu yanayoonyesha dhambi, makosa na uovu, na lile neno linalotajwa pale ndio lile neno linaloitwa avon. Hilo neno avon ama inaitwa anomia. Hayo avon na anomia ndio tuliangalia maana yake. Kwa Kiingereza iniquity inamaanisha kupinda, inamaanisha kuwa potofu, inamaanisha kuwa mkaidi, kusiofuata sheria. Mtu kama anajua sheria ni hii halafu anakuwa mkaidi, maana yake ameacha sheria, amekanyaga sheria, step over the law. Kanyaga sheria, kanusha sheria, iondoe, ipindishe, itoe kabisa pale. Hilo ndio neno ambalo linatajwa avon, ambalo linamaanisha hilo neno linalotajwa avon ama inaitwa anomia. Ndio maana kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 3 mstari wa 4, atendaye dhambi afanya uasi. Maana dhambi ni uasi. Kiswahili wakaishia tu uasi, lakini angalau kwa Kiingereza wamesema dhambi ni transgression of the law, ni kuasi wa sheria. Kwa nini wamesema neno uasi wa sheria? Kwa sababu neno ni anomia.
Anomia ni alfa, kinyume. Nomos manake ni sheria. Dhambi ni uasi wa sheria, na hilo neno ndio linalotajwa na Ezekieli. Ulikuwa mkamilifu tangu siku ulipoumbwa mpaka pale uovu ulipoonekana, mpaka pale anomia ilipoonekana, mpaka pale ilipokuja ilipoingia hilo neno likaingia hapo ndani. Lilipoingia hapo ndipo mambo yakaharibika. Na anomia ni nini? Ni uasi wa sheria. Kazi yake aliumbwa ahifadhi sheria, aitunze sheria. Ndio maana kwenye kiti cha rehema kuna kerubi huku, kuna kerubi huku, na sanduku la agano limeshikana na kiti cha rehema. Kazi ya hawa malaika ni kuhakikisha kwa niaba ya viumbe wote ni kutunza sheria ya Mungu, ambayo ni tabia ya Bwana. Siku dhambi iliingia ni matokeo ya kutotunza sheria, kutohedge the law, kutoweka mipaka ndani ya moyo wake. Kwa hivyo ina maana huyu aliacha, badala ya kutunza akaiacha. Hiyo ndio inaitwa dhambi ikaingia. Sasa sikilizeni, hivi unaelewa ya kwamba hao waliokuwa pale mmoja wapo alikuwa ni huyu, na alikuwa anaitwa Lucifer. Endelea tukuhudhuria tuje kujua akiwa hajaasi aliitwa Lucifer, mwana wa asubuhi. Lakini baada ya kuasi ndio anapewa majina ya shetani, majina ya nyoka na majina ya diabolosi, kwa maana ya ibilisi. Sasa lakini alikuwa malaika wawili wakuu kabisa waliokuwa mbele za Baba. Mmoja ni huyu aliyeanguka anaitwa Shetani, na anajua uzuri wa mbinguni, anajua utukufu wa mbinguni, na anajua Mungu anamaanisha nini anaposema sheria yake inadumu milele. Anajua, yani kama usingelikuwa hakuna sheria. Ndio maana Paulo anasema kwenye Warumi 7, nisingelijua dhambi kama hakuna sheria. Kisha akasema sheria ni takatifu, ni njema na ni ya kweli. Na kwa sababu hiyo ndio maana unasikia dhambi imekuja duniani. Ni kwa sababu gani? Shetani huyu Lucifer alipoacha kutunza, akaacha, mwenzake alibaki salama na akaendelea. Na ndio ambao unamuona leo akileta habari za pekee. Kuzaliwa kwa Yesu alikuja yeye, habari za hizo zote, kufuka kwake Getsemani ndiye aliyekuja, na ndiye huyo ambaye mnamuita na mnafahamu leo kama Gabrieli. Sasa hawa wawili ambao wakiwa pale, huyo ambaye anaitwa Lucifer, mwana wa asubuhi, yeye ndio shida ikaja, akakoma kutunza tabia ya Mungu. Havoni alikuwa mkamilifu tangu siku alipoumbwa mpaka siku alipoacha sheria. Ndio maana ile neno controversy kwa Kiingereza, kinyume na verse, kinyume na kauli, kinyume na neno. Hii vita ndugu zangu inahusu fundisho la neno la Bwana, the doctrine of God. Neno la Mungu alilolisema ndio ilikuwa vita, ndio ilicholeta hayo yote na shida ikaingia. Lakini jiko jambo la tatu naomba usikize jioni ya leo. Moja, kumbuka tuko kwenye makabidhiano. Unapita huko kote uweze kuelewa. Hapa ndipo hasa sehemu ya somo letu inakowekelea msumari wenyewe. Naomba usikilize vizuri. Kwa nini? Moja ni Azazeli, tumeiona yeye ndiye shabaha ya mwisho ya lengo la dhambi. Halafu pili, dhambi ni nini? Kwa nini ndiye wa mwisho? Ndio maana ile dhambi ilienda, ile damu ya mbuzi wa Bwana ikafika kwenye sanduku la agano, maana pale ndipo alikokuwepo Lucifer, ibilisi kabla hajaasi, na alikuwa anatunza tabia ya Mungu ambayo ni sheria. Na ndio maana wanaoasi wote maana yake wameasi sheria. Ndio maana Isaya 24 anasema dunia imevunjika, imepasuka, imewayawaya, imelewa kama mlevi, na anasema kwa sababu wameasi sheria, wamelivunja agano, wamefanya. Yani unaeleza dunia ni kwa sababu ya sheria. Dhambi imekuja kwa sababu ya kuacha tabia ya Mungu ambayo ndio msingi wa kiti cha Mungu, kwa mujibu wa Zaburi 89 na ule mstari wa 14 ambayo inaeleza hivyo. Lakini pia Zaburi 97 na ule mstari wa 2 kwamba sheria ya Bwana, haki na hukumu ni msingi. Ndio maana damu lazima ije kwenye sheria, ili wale walioungama, wale waliotubu, maana yake wanakiri dhambi nimetenda kwa sababu nimeenda kinyume na tabia yako. Ndio maana inakuta pale, na ikifika pale Yesu sasa anaipeleka kwa ambaye ndio shabaha, ndiye muasisi, ndiye muumbaji wa dhambi, the originator and instigator, yule ambaye ndiye anachochea watu waweze kutenda dhambi, aliyeleta dhambi, aliyeanzisha shetani, diabolosi. Na ndio maana Yesu anarudisha, chukua mali yako na kukabidhi. Na ile lugha haielezi kitu cha kawaida, kwa sababu kwa makabidhiano yale sio ya hiari. Naomba usikize vizuri, ni makabidhiano ambayo shetani mwenyewe atampiga magoti. Na naomba usikize vizuri,
tunaposonga huko mbele, maana hapa atakiri. Maana yake atakiri, nimeharibika na ninastahili. Endelea tu kuja, utakuja kuelewa hicho kinachofanyika pale kwa mbuzi wa Azazeli. Kwa hiyo anapewa vitu vyake. Chukua matunguli yako, chukua manyanyaozo, chukua hiki na kile, umrudishie. Wewe ndiye uliyeleta, yeye ndiye muasisi. Mungu anaumba kila kitu ni chema. Kwa mujibu wa Mwanzo 1:31, yeye akaumba uasi, akaumba uovu, na kwa sababu hiyo beba mali yako, chukua mali yako. Ndio maana huo mzunguko unahitaji Calvary. Yeye ambaye ni ambulance, watakaoamini wapakie, wabebe, waingiwe mule, ili Yesu awapeleke pale theater, ikutane na tabia ya Bwana ambayo Ibilisi alituongoza tukaivunja. Sasa tumekutana nayo pale, kisha zikifika pale zinakutana pale, kisha zinatoka pale zinakwenda kwa muhusika. Mwisho ni huu, diabolos. Kuna mwisho unakuja. Mikutano hii itakuja kutueleza kitakachotokea, lakini leo ni hapo. Na sasa angalia katika kitabu cha Danieli 7 mstari wa 13 hadi mstari wa 14. Siku ile nilieleza juzi ile ya kwamba Yesu alipaa kwa wingu, kwa mujibu wa kitabu cha Matendo 1 na ule mstari wa 9. Wingu likampokea kinyume na gravitational force. Haleluya. Yaani hiyo kanuni inafanyaga tu kwako na mimi, na sio kwa Yesu aliyeumba. Ameziumba hizo kanuni, hatawaliwi na kanuni za asili. Ukienda kwenye the law of rotation, yeye anatembea juu ya maji bila kujua. Hiyo haiwezi kufanya kazi. Akiwasha moto wake unawaka upside down. Wewe washa moto wako, ukiwaka lazima upinduke uende hivi, kwa sababu hewa inayokuelekea hapo ikishayeyuka inayowaka lazima iende juu, zile molecule nzito zinakuja chini. Ndio maana unaona mwali wa moto unawaka kwenda juu. Yehova akiwasha wa kwake unawaka kutoka juu kwenda chini. Haleluya. Aliuwasha siku ile, na mke wa Rutu akawa nguzo ya chumvi. Unataka kutoka juu kwenda chini, nenda uwashe wa kwako, alafu utaniambia. Ndio ujue kanuni Mungu ambaye ameiweka. Na kwa sababu hiyo Biblia inaeleza vizuri hapa. Angalia Danieli 7:13 hadi 14. Kwenye ile Matendo 1 mstari wa 9, Yesu anakwenda na mawingu. Kwenye Danieli 7:13 na 14, Yesu anafika na wingu. Sasa naomba uangalie vizuri hilo fungu. Na hapa nasoma, nikaona katika njozi ya usiku, na tazama, mmoja aliye mfano wa mwanadamu akaja pamoja na mawingu na ya mbingu, akamkaribia huyo mzee wa siku, wakamleta karibu naye akapewa mamlaka na utukufu na ufalme, ili watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote wamtumikie. Mamlaka yake ni mamlaka ya milele ambayo hayatapita kamwe, na ufalme wake ni ufalme usioweza kuangamizwa. Kumbe Yesu wakati anapaa, wakati tulipo tunaangalia ni habari ya kusamehewa dhambi, habari ya kutakaswa. Kumbe wakati anakutakasa wewe, ananitakasa mimi, kuna kitu kinafanyika. Danieli aliambiwa hivi, Yesu anapokwenda kwenye kile chumba cha operation, kuna kitu kinafanyika. Kitu gani hicho? Tawala zote za dunia zinapokonywa mamlaka. Mamlaka yote ya Ibilisi yanapokonywa. Yani pale sio tu anakupatia msamaha, ananipatia msamaha, ananitakasa, lakini kuna kitu kinafanya. Sikiliza, Biblia inasema hivi, naye akapewa mamlaka na utukufu na ufalme. Haleluya. Ili watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote wamtumikie. Yani ni maana yake ni kwamba huduma anayoifanya Yesu ni ya kurejesha mamlaka yake, na anapofanya ile huduma anarejesha mamlaka. Sasa inakuja, anarejeshaje hayo? Angalia kitu hiki cha pekee katika Kumbukumbu la Torati ile sura ya 21 mstari wa 14, 22, 19 na 22. Lakini wakati tunasoma hapo, nenda ile Wakorintho ya kwanza 15 mstari wa 24 hadi 26. Na hapa na nukuu Wakorintho ya kwanza 15 24 hadi 26. Hapo ndipo mwisho atakapompa Mungu Baba ufalme wake, atakapobatilisha utawala wote na mamlaka yote na nguvu zote. Maana sharti amiliki yeye, hata waweke maadui wake wote chini ya miguu yake. Adui wa mwisho atakayebatilishwa ni mauti.
Yaani kabla Yesu ajaja, adui wote wa neema, adui wote wa haki, adui wote wa kweli, adui wote wa sheria ya Bwana, adui wote wa mapenzi ya Bwana watawekwa chini ya miguu yake kabla Yesu ajaja. Na Biblia inaeleza anayeweza kufanya vita hiyo mpaka mamlaka yote yatoke kwa yule mwovu ni Mikaeli. Na atakapokuwa ameyachukua yote, Biblia inasema ndipo sasa Mikaeli anamkabidhi Baba utawala. Nasema ile kazi ulionituma nimekamilisha, mamlaka nimerudisha, ufalme nimerudisha, enzi nimerudisha, sultani nimerudisha, kila kitu na wote nimerejesha. Shetani ametupwa nje. Kumbe ile huduma inafanya kazi kubwa ya kurejesha mamlaka ya Mungu. Na hayo ni pale wewe na mimi naporuhusu afanye anachokifanya, ana operate, nirudishe kwenye mamlaka yake. Na lugha inayotajwa kwenye ile kitabu cha Walawi 16 mstari wa 21 kwamba akishaweka mikono atampeleka. Lile neno atampeleka ni la ajabu sana. Halimaanishi tu kumpeleka, lina maana ni kumtawanya. Atamtawanya. Na afu lina maana pia atamfukuza, to expel. Ukisikia mkuu wa shule amekaa kikao na anasema fulani anafukuzwa shule, we are expelled out, unafukuzwa. Lile neno la Kiebrania linamaanisha atafukuzwa, total dismissal. Yani itakuwa ni kufukuzwa kwa ukamilifu kusikoweza rejea. Siku hiyo, hapo ndipo Yesu atakaposema kwa mujibu wa Ufunuo sura ile ya 16 mstari wa 17, nikasikia sauti kubwa mbinguni ikisema, imekwisha kuwa, mamlaka na enzi na ufalme vyote ni vya Bwana. Imekwisha. Alitamka mara ya kwanza akiwa Kalvari, akileta ambulance ili tupeleke pale katika kiti cha enzi, kiti cha rehema. Baada ya kazi yake na kukabidhi shetani dhambi zake zote, Yesu atarudia tena kauli kwa mara ya pili, imekwisha. Maana yake mamlaka zimerudi, enzi imerudi, tabia ya Bwana imerudi. Ndipo sasa Yesu anakabidhi mamlaka, anamrudishia Baba kama jemedari aliyeshinda vita. Amempokonya adui, alikuja katika uwanja wake akamshinda. Getsemani akamshinda, alimshinda kwenye kuzaliwa, akaambulia watoto waliouawa wale chini ya miaka 2. Yesu hawezi kuuawa, vita yake sio hiyo. Akaenda katika uwanja wa vita nyikani kwenye majaribu, akamshinda. Nenda Getsemani, akamshinda. Twende Kalvari, akamshinda. Kaburini pia akatoka, kisha akapaa. Imekwisha. Imekwisha hiyo. Imekwisha hiyo. Hiyo imekwisha. Yani Yesu anapohitaji ile kauli, siku utakapofika hatua hiyo utakuja kuelewa. Wakati anaeleza, mbingu zote zinazizima, zinatikisika, malaika na wale waliotangulia wanaposikia it is done, imekwisha. Safari hiyo sauti itatokea kwenye ile patakatifu, na ndipo sasa vinubi na parapanda, na ile parapanda ya mwisho, malaika sasa mwemere, kila mtu sasa wanafurahi, it is done. Ndipo mbingu zina roll out na roll back, zina sukuma kule na kule na kila kitu. Na ndipo watakatifu, wakati dunia inazizima, dunia inatetemeka, watakatifu wanajua yes, anakuja mfalme. Ndipo mbingu zinaachia, mfalme anakuja, it is done. Mamlaka yote Yesu akija. Ndio maana wanaofundisha eti Yesu kuna unyakuzi wa kisiri hawajajua. Anakuja aliyeshinda vita, kila kitu kitasema mfalme anakuja, shujaa anarejea. Wewe kama rais wangu wa nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, akija hata hapa Morogoro, unasikia ving'ora vya polisi, trafiki amejipanga, pangua magari, weka kule. Mfalme anakuja, kiongozi wa nchi anakuja, rais anakuja. Eti leo rais wa mbingu na nchi aje kimya kimya, unyakuzi wa kisiri. What? Takataka gani hizo? Yani Samia Suluhu Hassan aje kwa ving'ora, aje kwa tahadhari, atangaziwe rais anakuja. Watu wa Morogoro, jiwekeni tayari kumpokea rais wenu. Eti leo Yesu akija, ukimwona mke wako hayupo, amenjukuliwa kisiri. Ukimwona mtoto hayupo, ameenda kisiri. Kisiri hiyo inapatikana wapi? Mfalme anakuja. Panda Italia, Yesu yuaja tena. Jioni ya leo anakuja ili wale walioandikisha uraia, waliosajili uraia kabla hawajafa,
anakuja kuwachukua. Hii ndio habari njema, na anakuja bingwa wa vita, shujaa wa msalaba, aliyetushindia vita anakuja. Ndio maana jioni ya leo anakuja shujaa wa vita, na anapokuja yule shujaa, wewe na mimi utamuona katika Ufunuo sura ya 5 na mstari wa 11 hadi 14. Kisha nikaona, nikasikia sauti ya malaika wengi pande zote za kile kiti cha enzi na za wale wenye uhai na za wale wazee, na hesabu yao ilikuwa 10,000 mara 10,000 na 1000 mara 1000, wakisema kwa sauti kuu, astahili mwana kondoo aliyechinjwa kupokea uwezo na utajiri na hekima na nguvu na heshima na utukufu na baraka, na kila kiumbe kilicho mbinguni juu. Haleluya! Kila kiumbe kilicho juu mbinguni na juu ya nchi na chini ya nchi na juu ya bahari na vitu vyote vilivyo ndani yake, na alivisikia vikisema, baraka na heshima, utukufu na uweza una yeye aketie juu ya kiti cha enzi na yeye mwana kondoo, hata milele na milele. Na wale wenye uhai wanne wakasema amina, na wale wazee wakaanguka wakasujudu. Hebu niombe wale wanyandoa wawili waje hapa. Yule mke na mume haja hapo, usikie. Ukiangalia yule mstari wa 6, Yesu katikati ya Baba yuko pale na mwana kondoo katikati, na halafu malaika wasiohesabika, halafu wenye uhai wanne, halafu na wale wazee 24, wenye uhai wanne, malaika wasiohesabika, na katikati yuko Baba, katikati yuko mwana kondoo. Na halafu sikiliza, viumbe wote wa mbinguni, viumbe wote wa duniani, viumbe wote wa chini ya dunia na majini, Biblia inasema nalivisikia vikisema, baraka na heshima na utukufu na uweza una yeye aketie juu ya kiti cha enzi. Sikiliza, wale wanaosema Yesu sio Mungu, Biblia inaeleza hivi, kwenye listi ya viumbe vilivyoko mbinguni, mwana kondoo hayuko kwenye listi, badala yake ndiye anayeabudiwa. Na Biblia inasema nalisikia viumbe wote wa mbinguni wanaabudu. Sasa hebu sikiza kidogo hapo rafiki. Huyu ni mke wako, si ndio? Ndio. Ile neno wakasujudu, kwa Yunani wanasema proskuneo. Proskuneo ni maneno mawili ya Kiyunani. Pros maana yake towards, songa mbele. Kuneo maana yake ni kubusu, to kiss. Kwa hiyo unaanguka mbele huku una kiss. Na hilo maana inamaanisha ya kwamba ni kunyenyekea, ni kusujudu, ni kuabudu katika hali ambayo wewe unajiona kama takataka kwake, yaani haustahili hata kumwabudu. Na wanafanya hivyo mbele ya mwana kondoo, wanamsujudia yeye. Na hilo neno matumizi yake proskuneo katika ulimwengu wa kale, ukiangalia Waajemi, ukienda kwa Yunani na wengine, proskuneo walikuwa wakisalimiana, hata Waajemi wakisalimiana, wale wanaofanana wanasalimiana kwa kubusu mdomo kwa mdomo. Hebu jaribu, maana mnalingana. Mnalingana tu hapo. Mdomo kwa mdomo, proskuneo. Wale wanaolingana walikuwa wanabusiana mdomo kwa mdomo. Wow, imeniambia ni mke na mume lakini. Haya. Hapo ni proskuneo ya wanaolingana. Mke na mume, busu lao ni mdomo kwa. Hiyo ndio proskuneo. Lakini inapokuwa huyu mwingine ni mkubwa kidogo, wewe ni mdogo, proskuneo ulikuwa unakisi kwenye shavu. Hebu mama, sasa wewe si mdogo kwa huyu? Kwa ni mdogo kidogo, busu kwenye shavu. Proskuneo hiyo. Ndio maana wale wanaitwa wachumba wale, halafu wananyonyana ndimi, wajinga wasiojua. Maana ni mke na mume tu ndio wanabusu linalolingana, vinginevyo ni uhaini, ni ujambazi. Halafu hao wanalingana kidogo. Lakini ya tatu, proskuneo ya tatu, pale unapokutana na ambaye ni mkubwa, yani wewe unajiona ni takataka, ni mbwa mfu, kwake haustahili. Mama, hebu njoo hapa kidogo. Ukiwa hapa na wewe simama hapa. Huyu sasa chukulia kwamba ni zaidi ya mme, yani huyu ni mumbaji kabisa. Kama sio mumbaji ni kiongozi mkubwa, na mimi ni takataka tu. Na proskuneo anapokwenda kusalimiana anafanya hivi, anashuka kwa magoti chini. Hilo neno proskuneo, huku anashika kwenye kichwa chake. Hebu shika. Halafu huku unabusu, ukishuka kila mahara unakoshuka unabusu, huku unaenda chini. Hebu naenda kidogo mama. Proskuneo. Proskuneo, shuka huku unabusu, huku unashuka unabusa. Proskuneo na yani hapo mpaka chini kwenye miguu, sogea hivi. Chini kabisa kwenye miguu mama. Malaika wote na wenye uhai wanne na wazee 24 na viumbe wote duniani na walioko majini, Yohana anasema nalivisikia vikisema,
ufalme, baraka na enzi na utukufu viko kwa Baba juu ya kiti cha enzi na mwana kondoo. Na hiyo ndiyo tayari tumeanza. Usajili unaendelea jioni ya leo, wanasikika. Tunaingia sasa, wale wanaomwabudu Yesu Kristo, wanayemsujudia jenerali wa vita kuanzia mbinguni. Waliproskuneo waliabudu, wakaanguka ifudifudi, na wakisifu, ni za haki na za kweli hukumu zako, wastahili mwana kondoo uliyechinjwa. Proskuneo, hapa ni makabidhiano. Kazi yako ni hii, jisalimishe kwake. Simama mama, jisalimishe kwako, jisalimishe kwake kwa sujudu yako ya leo. Unapojitoa kwake, kama jioni ya leo unasema Yesu nasujudu, kama malaika wanasujudu mbele za mwana kondoo, wenye uhai wanasujudu mbele za mwana kondoo, wazee 20 wanasujudu mbele za mwana kondoo, na viumbe vyote vilivyoko nchini, katika nchi, maana yake wa Ethiopia, wa Uganda, wa Australia, wa Tanzania, wa mara popote, na alisikia wakisema na wakasujudu, nami ni miongoni mwa hao. Yohana aliona nikisujudu, na wewe pia, na wanaosema na mimi ni miongoni mwa wanaomsujudu Yesu Kristo. Simama jioni ya leo pale ulipo. Proskuneo hapa anakabidhi utawala kwa Mungu. Jioni ya leo Yesu anapotukabidhi kwa Mungu kama raia wa ufalme, siku sio nyingi, raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania utatoweshwa na kuja kwa Yesu. Ethiopia taifa litatoweshwa, Madagascar, Kongo, Japan, kokote kule, Kivu kule, Ethiopia kule, tembea Burundi, Rwanda, popote hapa Tanzania, siku zinakuja uraia wa nchi yako unaondoka. Wajanja ni kujisalimisha kwenye utawala wa Bwana. Jioni ya leo, amani ya Bwana iwe pamoja nanyi. Mungu awabariki mnapoendelea kumwabudu katika jina la Yesu. Asante. Fumba macho yako. Asante Bwana, tumejisimamisha hapa, tumeasalimu amri kwako, tumeanguka mbele zako. Tuwe raia, unapokabidhi ufalme kwa Baba, tuwe raia kwa ufalme huo, katika jina la Yesu, amina. Bwana awe nanyi tunapomsubiri shujaa wetu akija na mawingu.